halmashauri ya kijiji na kata pamoja na makamanda wa Jeshi la Ulinzi na Usalama hususan sungusungu, vile vile pamoja na mheshimiwa diwani, wenye viti wa vijiji katika kijiji husika hicho cha kata ya Karitu. Kwa cha kwanza nashukuru sana kwa sababu ya wito wenu na vile vile kufanikisha kupata waganga hata 8 ambao ni waganga hai. Kwa sababu ningesikitika endapo labda tungepata waganga idadi ya wanafunzi, tungesema usio uganga. Tayari tumepata matapeli. Lakini tukiwa wachache hapa lazima kuna waganga ambao wanaotafiti matatizo ya maradhi na kadhalika. Kwa hiyo hata nyie ni mbegu moja tosha, ni waganga mnaostahili kusikiliza, kuchukua, kuamua na kupanga kwamba tufanyeje ili tupate kuwa waganga ambao tunaostahili kuitumikia jamii, kuitumikia serikali yetu, kutumikia wasaa na watu mbalimbali na wadau. Kwa hiyo kwa jina naitwa Dr. Saidi Mihangwa Ruja Jilandila, na majina manne: Saidi Mihangwa Ruja Jilandila. Jina naitwa Saidi Mihangwa Ruja Jilandila. Ni katibu wa tiba asili tiba mbadala kitaifa kupitia taasisi ya CHWM, kupitia taasisi ya chama cha watafiti wa masuala sugu na mazingira na ukimwi wa tiba asili Tanzania, nikiwa kama mkufunzi, katibu mwenezi, na vile vile kupitia taasisi hizi ni mkuu wa mafunzo na ufuatiliaji wa tiba asili kupitia katika taasisi ya shirikisho. Ni mkuu wa mafunzo na ufuatiliaji kupitia katika taasisi ya shirikisho SHIVAVIATA Tanzania kwenye umoja wa vyama. Ina maana ni kiongozi wa vyama vyote vilivyopo Tanzania hii. Kwa hiyo nashukuru kwa kuwaona. Najua na waganga nao vile vile wana vyama. Kwa hiyo jisikie vizuri kwamba mkuu wa mafunzo na ufuatiliaji wa vyama vyote kumbe huyo, ambao sasa tumeamua kutembelea katika mkoa wa Tabora baada ya kuonekana kwamba elimu ya mafunzo tiba asili mkoa wa Tabora haifanywi na baadhi ya viongozi wa vyama, isipokuwa wanajipatia kipato tu pasipo kutoa elimu elekezi juu ya waganga wao ndani ya mkoa. Kwa hiyo mauaji leo na vikongo yanazidi kuendelea. Uganga ambao ni wa hauko kwenye tija ya kujenga taifa unazidi kuendelea. Wizi wa ndani ya mitandao juu ya waganga unazidi kuendelea, wakati bado tuna uongozi wa vyama vipo Tabora, na hususan Nanzega Gwembe mko na uongozi wenu, lakini bado elimu hiyo haiendi kwa kulenga waganga ili wapate kufanya kitu fulani pamoja na serikali. Inalenga kuingiza mikono yao kwenye mifuko na kuweka midomoni mwao. Waganga wapatie hiyo sasa. Kwa hiyo ndio maana nikasema nashukuru kupata waganga wachache ili tupate waganga bora, kuliko kupata waganga 400, waganga 5 ndio waganga hai, waganga 395 wote ni majambazi. Kwa ni jambo la hasara sana kiserikali, ni jambo ambalo sio zuri katika taasisi ya kujenga taifa. Kwa hiyo sasa, kama jinsi nilivyotambulisha, usikie huru kwa ajili ya kuweza kupata elimu elekezi. Nafikiri kwamba hii ni elimu elekezi ambayo itakuwepo kwa siku ya leo, ingawa itatumia dakika 45. Dakika 45 na dakika 15 za maswali. Kwa hiyo ni takriban kama risali moja tu tutakuwa tumeshamaliza. Basi nashukuru mratibu wa wilaya ambaye tayari umepewa jopo hili kuwepo na sisi kama wakufunzi wa tiba asili, na mkurugenzi vile vile naye pia kulionea jambo hili uchungu juu ya waganga wa tiba asili, na hata mganga mkuu wa wilaya, makamanda polisi
nao pia tunashukuru kwa ushirikiano ili kwa ajili ya kupata elimu hawa watu. Basi kwa siku ya leo nafikiri kwamba ninaomba tutege uso wetu, tutege masikio na sura, tutege kila kitu tuweze kupata kinachotujiri kwa siku ya leo. Mimi sio msemaji sana, na sio kwamba ukafikiri kwamba sasa amekuja sasa mfumo huyu hatuje, kwamba huyu sasa aliyekuja huyu ndio yeye. Mimi nahitaji nifundishwe na wewe, na mimi nahitaji nikufundisha wewe, na zaidi la kukuelekeza mimi ni lile ambalo kukumbusha serikali inasemaje, na lile la kukumbusha wewe ni lile ambalo ulishalisahau. Tukukumbushe tu, sio nikufundishe, nikukumbushe kwamba hapa. Kwa hiyo si kwamba nafundishwa mimi sijui, bwana mimi ni mzee wa miaka 40. Hapana. Kwa hiyo ningependa tuweze kujifunza vitu vikuu ambavyo tutaweza kuvipitia kwa siku ya leo. Basi kwa sababu ya yote, kama jinsi ambavyo nimeweza kusema, ningependa utege sikio lako kwa ajili ya kuweza kuyapata yote ambayo yako kwa siku ya leo. Nafikiri kwamba tushazoea kitu kimoja. Waganga wengi tunakuwa tujui kuandika, lakini ningevyema mkakaa na madaftari kwa mnaandika, au unawasha simu tu unasikiliza, bado tena kusikiliza kwa majukumu kwamba nini tulikuwa tunajifunza. Basi nitakuwa na somo la utangulizi kwanza. Somo la utangulizi. Somo la utangulizi, baada ya kulisoma somo la utangulizi kwanza, ili kila mmoja ajiweke sawa. Moja, somo la utangulizi ni kitu kimoja. Elimu ya waganga tiba asili, kwa nini inatolewa? Somo la utangulizi nasema kwamba ukishasema kwamba nikaje chaki ndio ndogo, wakati nisema kwamba utangulizi hapa kidogo tu, si andiki sana jua tujui kuna nini. Mimi mwenyewe sijui kuandika, kidogo tu naandika na acha. Elimu, unaona, elimu ya tiba asili kwa waganga ina faida gani? Kwa ni utangulizi tu, neno fupi. Elimu ya waganga ya tiba asili kwa waganga ina faida gani? Basi tusikilize sasa. Elimu ya waganga wa tiba asili, waganga wa jadi, ina faida gani? Wakati mganga yeye mwenyewe anajua kazi ya kutibu, wakati alirisishwa na bibi na babu, leo anapewa elimu ya nini? Hilo ndio tunajiuliza, tuulizane sasa, kwa nini kweli elimu ya waganga wa tiba asili ina faida gani kwa waganga, wakati mimi na uganga wangu tangu nizaliwe na nimelisi? Faida ya elimu ya waganga wa jadi tiba asili. Faida ya kwanza ya waganga wa tiba asili, tiba mbadala, waganga wa jadi. Faida ya kwanza, wakanichukua neno zuri ili angalau lielewe vizuri, usije nikakuacha nyuma kidogo. Tumesema elimu ya waganga tiba asili ina faida gani? Kwanza, faida ya kwanza,
mganga ataelekezwa kujua serikali yake inasemaje. Faida ya kwanza, kila mganga atakuwa na uelewa wa tamko la serikali inatakaje. Faida ya pili, elimu ya mganga anapopewa, faida ya pili, atapata miundombinu mipya ya kila awamu ya utawala, ya kila awamu ya utendaji kazi kadri ya miaka inavyozidi kuendelea. Tatu, faida ya elimu ya waganga, atapata elimu ya kuweka kumbukumbu za dawa zake zote anazoweza kuponyesha magonjwa sugu, mfano kifua, kichwa na kadhalika. Kwa hiyo ataanza kupata kumbukumbu ya kuweka kumbukumbu za dawa pasipo kuzisahau dawa, kwa sababu kuna wengi waganga sasa tunasahau dawa zetu. Ulitibu zamani kifua, ulikuwa unapona ndani ya siku 3, lakini baadaye ukahamu ukaenda Usahunga, ukaenda Nyaruguzu. Ulipoenda kuishi Nyaruguzu, miti ya kulu kaikosa, kwa sababu wako upati elimu ya kuweka kumbukumbu ya dawa zako. Tayari unachagua mti mmoja tu uliopata kule, alafu unachukua na ile dawa nyingine unaiongezea. Mtu alikuwa anapona ndani ya siku 4, tayari anapona ndani ya mwaka au hakuna kabisa, na ndipo unaingia utapeli. Hasa uponyeshi, lakini wateja wanajua wewe ni mganga mkubwa, kila siku wanakuja. Toshida, tayari unaingia utapeli kwa sababu ya kupoteza kumbukumbu. Kwa faida ya waganga kupewa elimu, wataweka kumbukumbu za madawa yao wanaotibu, wanaoponyesha kwa muda mwafaka. Tunasema kwamba sawa, tumepata faida 3. Je, elimu ni nini? Elimu ni nini? Elimu ni nini? Kama tumepata kwamba ina faida 3. Je, kwani elimu ni nini? Elimu ni ufahamu wa kuelekezwa. Elimu ni ufahamu wa kuelekezwa na mtu. Elimu ni ufahamu wa kuelekezwa na mtu. Elimu ni nini? Elimu ni ufahamu wa kuambiwa na mtu, kuelekezwa kitu fulani. Kama sasa hivi, sasa leo tumekuja kuelekezwa kitu gani? Pili, elimu ni kusomeshwa au kufundishwa. Elimu ni nini? Elimu ni kusomeshwa au kufundishwa. Elimu ya waganga tiba asili. 3, elimu ni kufahamishwa. Lengo la elimu kwa waganga wa jadi ni kuweza kuwaelekeza juu ya kazi zao, jinsi wanavyotakiwa wazifanye. Lengo la utoaji wa elimu kwa waganga wa jadi, lengo kuu, adhimio kuu la shirikisho vyama vya waganga Tanzania, taasisi ya wizara, lengo kuu ni kufahamishwa, kuelekezwa juu ya kazi za tiba asili, tiba mbadala, ili kuweza kujua ubora wa tiba zenu pamoja na serikali na taasisi ya wizara ya afya. Hili ndio lengo ambao tumekuja nalo. Kwa nini tunazungumzia elimu? Kwani je, elimu ya kufahamishwa na kusomeshwa na umuhimu wa kazi zetu kama vile kitu gani? Tunaenda kwenye sekta ya watu wetu wakubwa, marais, tunaenda kwa waziri. Waziri alisema nayo na vile vile akasema kwamba elimu hii iendelee kutolewa kwenye wizara zote za afya na iendelee kutolewa kwenye taasisi zote za vyama, kwenye taasisi zote na vikundi mbalimbali vya waganga tiba asili, wakizingatia neno moja katika elimu. Akasema kwamba okoa afya, ishi kifahari, inafanyaje? Inawezekana, si ndio? Akasema okoa afya, ishi kifahari, inawezekana. Haya, kwa leo napata sifa, waganga wote mnaishi kifahari. Tukiangalia mmevaa vizuri kama jinsi neno la waziri, kama okoa afya, ishi kifahari, inawezekana. Sasa elimu ya waganga tiba asili
lazima izingatie kujua kwamba kazi ya elimu ya waganga tiba asili, wajue neno hili aliyoongea waziri. Alisema okoa afya, ishi kifahari. Inawezekana kuokoa afya kwa waganga wa tiba asili. Mnapoanza kupata elimu, kazi yenu nyie ni kuokoa afya za watu. Kazi ya mganga wa tiba asili, mganga wa jadi, kazi yake kubwa ni kuokoa afya za watu, sio kuua, sio kujidimiza, wala sio kuasi, wala sio ushirikina. Kwa sasa tukija kwenye neno moja, mganga yeyote akipatikana kakiuka neno hili la kuokoa afya, je, serikali itachukua jukumu gani? Kwa sisi wakufunzi tunasema kwamba mganga yeyote atakayekuwa hana hili neno okoa afya, akawa na neno kwamba kudidimiza afya au kuua, mganga yule kwa jukumu la serikali na tamko la serikali, basi haijalishi ana certificate, haijalishi ana cheti, anatakiwa apokonywe cheti chake na achukuliwe hatua za kisheria, nafikishwa mahakamani na apate adhabu inayomstahili, na cheti kinachukuliwa. Mganga yeyote atakayekuwa hana neno la kuokoa afya, tuache kwenye kuishi kifahari, okoa afya. Unajua kuokoa afya maana yake ili mtu aweze kuishi kifahari, kwa sababu ukiokoa afya ya mtu tayari umempa maisha ya kuishi kifahari baadaye. Sasa kwa mzima unaokoa, lakini baadaye ataanza maisha mazuri. Lakini mganga anapokuwa kwenye kuokoa afya, tayari yule mganga atakuwa amezingatia hili neno linalofuata: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Kama umesemaje? Karitu maendeleo. Tunasemaje hapa tena? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, Maendeleo. Mbata leseni inaniambia hivyo. Sasa hapo ngoja uwe sasa. Leseni yako inasema maendeleo. Karitu maendeleo. Wapi hapa? Burude maendeleo. Kwa hiyo tayari hata leseni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bibi na bwana, inasema maendeleo. Sasa kama tunataka maendeleo ya bibi na bwana, tunataka tuzingatie neno okoa afya, ishi kifahari. Kwa hiyo waziri alizungumza akimaanisha hata usajili wa waganga tiba asili ili kuzingatia masuala ya utendaji kazi. Hili ni jukumu ambalo tunataka tulielewe. Vile vile hatukomee hilo tu, hata vile vile utawala wetu wa awamu ya 5, rais wetu naye alizungumza. Hasikia waziri alizungumza neno kuhusu maisha na itikadi ya tiba asili katika wizara na hata waganga wa jadi. Hata rais naye pia akazungumza. Maneno waliyazungumza watawala wetu waliyaona ni neno la mafundisho kubwa, na mpaka watendaji neno hili ni nao. Awe diwani, maneno ni yao. Kazi yao ni kuokoa afya za binadamu, kusimamia taasisi za serikali ili watu waishi katika ufahari na kuokoa afya raia wema wakae katika utendaji kazi wa serikali. Tunakuja kwenye neno letu la baba yetu au rais, naye vile vile alizungumza neno moja. Akasema kwamba kwanza mmoja akasema, jamani, mimi naingia, lakini neno la kwanza hapa itakuwa nini? Hapa ni kazi tu. Akasema hivyo, hapa ni kazi tu. Kwa hilo neno alimaanisha kusema kwamba kila taasisi yoyote ile, kila chama chochote kile, kila wizara ule, nahitaji kazi. Kwa wewe mganga, wewe mwenyewe, tunahitaji kazi za utendaji wa haki. Tunahitaji kazi ambazo zinazoweza kuleta tija na maendeleo. Alizungumzia akimaanisha maendeleo. Hapa ni kazi tu, ili maendeleo yapatikane kwenye jamii na jinsia na watoto. Kwa neno lake lile lile hapa alikuwepo. Je, hawa watu walikutana? Tunasema la hasha. Ni unabii wa utendaji kazi na kudumisha na kujenga taifa. Sasa mganga, je, uko tayari kujenga taifa kwa kuokoa afya za binadamu na jamii na jinsia na watoto? Unasema ndio, niko tayari kuzingatia tamshi la rais wangu
Kwa kama yule baba alitamka hivyo, ina maana ngazi zote za chini tufuatilie matamshi ya kule. Hilo ni jukumu ambalo tumepata aliongea. Na akasema vile vile kwamba kama hapa ni kazi tu, je, baada ya kazi tutatokea kitu gani? Akasema kwamba serikali ya viwanda, hapa kazi tu. Baada ya kukomaza kazi, tutakuwa tuna viwanda hivi. Tunarudi kwa waganga tiba asili. Kwa nini kuna umoja wa waganga tiba asili? Kwa nini kuna vyama vya waganga? Je, kama vyama vya waganga vilivyosajiliwa, je, tamshi la rais, serikali ya viwanda, kuna kiwanda kipi cha madawa ya tiba asili, tiba mbadala hata wilaya ya Nzega, kwamba waganga wamechanga madebe manne yamewekwa store, mkemia mkuu, mratibu wa wizara ya afya anakuja napima zile dawa za kifua, ndoo 2 inapimwa, ndoo nyingine inapimwa, ndoo inapimwa. Umoja wa waganga umeanzisha na madawa mkakusanya yakapimwa, na mnunuzi kutoka nje, nchi za nje, South Africa, Uganda, Kenya, akaja akazilangua zile dawa kwa shilingi 1500 kila fanyaji. Waganga mkapata ruzuku yenu. Kiko wapi kiwanda? Bado waganga tuko nyuma na tamshi la rais. Kwa yuko tayari kufunga leseni za waganga wote. Hakuna anachofanya, hata kiwanda sioni, yani taasisi zangu sioni. Kazi ni kuchonganisha, kazi ni kudidimiza jamii na maendeleo. Kama Shinyanga juzi jana pamepigwa marufuku mganga yote asionekane anafanya mambo fulani kwa sababu ya mauaji bila sababu. Tunaenda kinyume na tamshi la waziri, kinyume na tamshi la rais. Tukiachana taasisi za utamaduni, ulinzi na usalama, makamanda wa polisi, watendaji, madiwani na nini, kule tu juu watu tushakosea kule juu. Chungu cha ugali tumekiweka lakini hatujaweka kuni. Kwa hiyo tukiko. Kwa hiyo tunatakiwa chungu cha ugali kama kipo kule lazima tuweke kuni. Yule katuwekea chungu kama jamani, chungu cha ugali, chungu cha mboga, leteni kuni tu. Sasa nyie taasisi ya wizara ya afya, taasisi ya waganga tiba asili, kwenye neno elimu, elimu ni nini? Elimu ni nini? Tayari kwenye taasisi hiyo hatupo. Na kizingatia kwamba wewe kama mganga lazima tukizungumzia elimu ni nini, kufundishwa, kusomeshwa, ina maana kwamba kila mganga anatakiwa aijue elimu ina thamani gani. Na hata mwanao sasa ni jukumu kubwa la kuanza kupata elimu elekezi ndani na mashule na kwenda kusoma vile vile. Na ndio maana nasema kwamba hapa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto waende wapi sasa? Twende shule. Ile gokunkuru muno lyambo kije. Niyo ndo ushike muno. Ni kala mpanyaga. Tayari kwenye utakuwa na jinsia na maendeleo. Utakuwa mkiuka tena. Kwa hiyo uganga wa jadi wa kizamani na uganga wa jadi wa kisasa au uganga wa jadi wa muda huu wa karne ya mafundisho, tunatakiwa waganga wa jadi tiba asili mabadiliko. Na mabadiliko hayo ni elimu elekezi ndani ya kazi. Zamani waganga wa zamani au mfumo wa enzi kutoka enzi katika elimu hizi, mganga akivaa kama alivyovaa mzee huyu au alivyovaa huyu mama au alivyovaa yule pale, hapati mteja. Isapo ile paka uvae uzagali lesi nini na mazuri yani ndo basi wewe unaamini kani mganga. Ndo mganga ndio maana ukiingia kwenye TV au kwenye maonyesho unakuta waganga wana act wale wa mjini wana act wanafanya maigizo. Hapo anakuwa nyekundu. Hapo amejipaka na marangi. Yaani ili kuonyesha angoma kaka. Wakati inatakiwa kwamba vaeni dili ya haki na mfunge ngao ya haki katika elimu. Vaeni dili ya haki na mfunge ngao ya haki katika elimu. Ina maana chukueni mikuki yenu, chukueni ngozi ya simba, dili kiti cha utemi, ukivaa mitambiko kwa kutenda haki. Sio vile mitambiko kupuduka wala. Tunakiuka maandishi ya jamii na watendaji na madiwani kwamba lazima jeshi la polisi, jamii